wamekuwa na changamoto kubwa sana. Wamekuwa na changamoto ndio katika kuchangamkia fursa katika safu ya maliziaji. Changamoto kufunga mabao licha ya kutengeneza nafasi chungu nzima mara kwa mara kwa maana Murang'a Seal. Ni moja wapo wa vitu ambavyo siku zote mwalimu lazima haitendee kazi. Itia wakati mgumu mwalimu zamani akifunza SC Villa kule nchini Uganda, misimu miwili akiwezesha kubeba ubingwa wa 17 katika ligi kuu nchini Uganda mwaka 2023-24, akijiunga na Police FC wakati ambapo wapo taabani wakishikilia nafasi ya 17 wakiwa na alama 5 baada ya kutitiga michezo mitatu. Walikuwa wamepata ushindi mmoja na kwenda sare mara mbili, sare ya bila kwa bila dhidi ya Ulinzi Stars, sare nyingine tasa dhidi ya Coastal Rangers na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Bomet. Pambana kweli kweli chini kwa chini, hasina kutetereka na kwamba wamepapurana pale. Gaga ardhini wakisubiri ama wakipata mwongozo wa mwamuzi. Mambo ya kawaida katika mchezo wa mpira wa miguu. David anyanyuke, endelee na upambanaji, baraka ndio wachezaji wakati mwingine huwa ni waigizaji, kwa hiyo ni mambo ya kawaida sana katika soka. Mchezaji mmoja ambaye kwa hakika alikuwa na matukio haya akiwa ni Neymar Junior, kimgusa japo kiduchu tu anabingiria kweli kweli takriban mita 1, 3, 4, 5, 6 hata ikiwezekana mita 100. Napotacha huyu mwalimu kwa maana Dusan, yeye mwenyewe wakati anasajiliwa ama anapewa kandarasi tena kwa majivuno, wakasema bayana kwamba yupo hapa kwa ajili ya kushangaza dunia, kuleta mafanikio makubwa mno. Haibut bado ni mpambanaji, kwambia haki huwa haki kweli. Yes, mchezaji Maina Talvin. Badiliko hapa tunashuhudia tena kwa upande wa timu ya polisi. Musengo akipewa nafasi, Musa akipumzishwa. Sasa hapa na mabadiliko ya kiufundi tu kwa ajili ya kuweza kuona ni nani huyu anapewa majukumu kwa ajili ya kuweza kufanya yepi hapa. Mchezaji Musengo Gogo pia jezi namba 28 mgongoni kwa faida ya Brian Musa baada kwenda kwenye benchi kwa ajili ya kuweza kupumzika. Kwaji wa kona mwalimu anatoa maelekezo kwenye chaki na uparaza taka tena namna kuweza kupata vizuri kona tena. Wamepiga kambi kweli kweli katika ngome ya Murang'a Seal. Mafande sasa wanafanya msako
sawia kile anachofanya mpakani kwa ajili ya kukagua bidhaa haramu na kumtia mbaroni mshukiwa anayeonekana kuwa anafanikisha matukio isiyokuwa halali dhidi ya taifa husika. Pembeni huku anaanza tena. Wacha iwe sasa ni kwa ajili ya kurusha. Wamefanya kazi kubwa sana kupiga kambi katika ngome ya Murang'a. Msako wa mara kwa mara kwa ajili ya kuweza kupata chochote kile. Ili kupata mafanikio lazima uongeze juhudi na uende kimkakati zaidi. Naambiwa siku zote mafanikio ni mchakato, sio miujiza. Ndio sababu naweza kuona hapa Murang'a mhusika mkuu amejitahidi kadri uwezo wake kwa ajili ya kuweza kujenga uwanja, kusanya vijana kwa ajili ya kuwezesha na kuaminisha kwamba inawezekana, soka linalipa, na hata wafadhili wanapokuja wana mwaga mpunga mahela ndefu kwa ajili ya kuwezesha makuzi ya mchezo wa mpira wa miguu na kuleta utulivu katika jamii. Utosi. Kwa sasa wanaanza kukosa dira. Luka Tony Luka tu. Bado mpambanaji upande wa pili kule Victor Haki katika ubora wake, akitulia vizuri kabisa na mali miguuni pake. Kinanga yupo ange kabisa kwa ajili ya kuendelea na jitihada za kujaribu hata hivyo kupata chochote kabla ya kipenga cha mwisho katika uwanja huu. Kinanga alia katika njia, taka kuanzisha safari ya pakaruzi wake tena kwa kujiamini. Manake ni David Okot kwa nguvu mpya ambaye amepewa nafasi kwa ajili ya kuweza kuleta pumzi ya moto katika uwanja huu. Hakika anatimiza majukumu ya ukabaji ama udakaji. Kazi yake kubwa siku zote ni kuzuia mpira kutoingia wavuni. Ndio sababu yupo ange kila wakati anapohisi labda pengine mbinu zimeyeyuka, basi anakuwa na kila sababu ya kuweza kutawanya ngoma kwa ajili ya kuweza kuwaruhusu wale walinzi kurudi nyuma kwa epesi na kuimarisha ulinzi asiwe exposed. Yana uwezo wa kupiga pasi ndefu kwa ajili ya kumfikia mlengo. Toka vizuri tena kwa kasi Waithira. Ubora wake siku zote huonekana kwa jinsi alivyokokota ngoma. Amezungukwa na wachezaji takriban 4. Jezi za samawati. Piga mtazamaji. Matata sana. Kelvin Maina dhidi ya Jomo Chieng. He's doing his job vizuri kabisa mdakaji huyu Jomo Chieng, mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutazama uwanja kikamilifu na kuweza kutekeleza majukumu yake udakaji barabara. Anadumu vizuri kwenye nafasi yake kama mdakaji. Lakini upande wa pili pia vile vile Murang'a wanaonyesha mchezo mzuri kweli kweli. Ndio sababu nikasema shughuli inapata mkunaji. Anza tena. Pasi moja kubwa mno, tafuta Kinanga.
Posesho Lira pale, nafasi ya kipekee. Anaipangua balo. Inakuwa ni Abdul Kadabra na Oli. Roho mkononi kwa mashabiki wa Murang'a Seal katika uwanja wa nyumbani. Anautuliza kwenye jokofu, ananyua mguu wake wa kulia. Mwamuzi wakati anavaa miwani ambao anasema nyanyuka uendelee na mapambano. Kinanga. Ilikuwa nafasi tokezi. Rizki Kitako ashaka msimatusi. Omone alipaswa kufunika ama kumaliza shughuli, lakini kidogo akawa na kigumizi cha mguu. Sasa nasema amekosa nidhamu ya kutumia nafasi. Hapa anaulizwa kunani hapa? Abud Omar. Picha marudio. Alitaka kukusanya kijiji tena kwa maksudi. Aliutenga sawasawa kwa kulenga shabaha. Alijikunja na kujikunjua. Mpira kwa hakika ukielekea eneo salama, lakini mdakaji katika ubora wake Jobo Chieng akamwambia mambo haya ni sehemu ya maisha yangu mzee. Yupo vizuri sana. Hebu tazama pia vile upande wa pili, ilikuwa ni Abda bin Kadabra, fursa kipekee kwa Police FC kuweza kurudi mchezoni. Ikawa ni miguso, makombora yakifuatuliwa katika uwanja huu. Wanashambuliana kwa zamu kwa ajili ya kujaribu kutumbukiza mpira kimiani. And it's the most difficult thing to do in a game of football. Kutumbukiza mpira kimiani. Pambano linaendelea. Marvin Nabwire, mchezaji ambaye ni mwembamba wa umbo, mrefu wa kimo, zamani akitendea haki AFC Leopards. Baraza kwa kichwa, pasi na mafanikio. Ilapa mchezo wa mwamuzi wakati wa Kedi Badir, Yasin, Adam Juma na Chachi Lobondi wakiwa wasaidizi wake. Kisha baadaye pembeni huku mwamuzi wa mezani kwa maana fourth official akiwa ni Lucy Juma. Kamisa wa mchezo pia vile vile yupo Anthony Ungwayo. Hadi sasa bao ni 1-0 ama bao ni 1-0. Pambano limechangamka. Nguvu kubwa ya SportPesa katika kuboresha ama kushirikiana na shirikisho la soka nchini Kenya kuboresha mchezo wa mpira wa miguu. Anakwenda pembeni kuepuka msongamano na kutafuta kijanja mno mkwaju wa madhambi. Manake alifahamu fika amekwisha zidiwa na nguvu na maarifa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwenda kule pembeni ili walau kuweza kuwavuta wahusika wakuu, nipate mkwaju wa kona ama hata mpira wa kurushwa kama si mchezo wa madhambi. Akaketi kitako na bila shaka jitihada zake zikaweza kufua dafu. Changanyikiwa hapa kiasi cha David Okoth yupo karibu ama yupo eneo husika kwa ajili ya kutenga mkwaju wa kona. Fursa kipekee. Goal kick. Pambano limechangamka. Anaambiwa nyanyuka mzee. Justin Omulama. Simiyu anamwambia nyanyuka uendelee mapambano. Usipoteze muda kijanja katika uwanja huu mzee. Ni wakati ambapo walimu siku zote pressure inawapanda.
Musebe anaingia, anapumzika Osama. Jumba pia vile alipewa nafasi, anapumzika Michael Owen. Lazima wazazi walikuwa ni mashabiki wa Michael Owen zama zake kule nchini England. Pia naye vile vile anakwenda kupumzika. Amepambana kadri uwezo wake na sasa miguu changamfu inapewa nafasi. Wanyonyi Michael Owen anapumzika, nafasi yake inatwaliwa na mchezaji Edwin Juma. Wanyonyi pia vile vile amepumzika mchezaji Paul Osama. Kiingizwa mchezaji Musebe. Yashaki kwa mabadiliko ya kiufundi kwa ajili ya kuboresha walau idara ya kati, kuleta stability, yaani utimamu kwa ajili ya kuweza kujiepusha na pressure, shinikizo kutoka kwa Police FC. Manake tangu warudi kipindi cha pili umeweza kushuhudia wakishusha pumzi ya moto katika uwanja huu, ikiwa na nia angalau hata kwenda sare. Tazama msimamo wa ligi kuu taifa jinsi ulivyo, ni kwamba timu zinaachana alama moja tu ama mbili kizidi. Pesi sana wa kufanya maamuzi chanya. Kuja vizuri kwa kichwa na futa hatari hapa, bado wanaokimbilia wanaopata tena. Kabwa kweli kweli pale tena kwa maksudi. Vipi tena hapa mchezaji Kelvin Kibaina. Kelvin, hebu tazama jinsi wanavyokabiliana kibabe kweli kweli katika uwanja huu. Yaani ukichelewa kidogo tu jamaa wanavamia. Kona Marvin Nabwire. Juzi tu amekuwa Uturuki kwa mchezo grafiki kati ya Uturuki, kati ya Kenya na Senegali. Ni mojawapo ya michezo ambayo tulishuhudia. Anatoka vizuri kwa hesabu na kuupangua ule mpira. Hapa ni kufa mtu. Waithira dhidi ya mlinda mlango. Waithira anakosa kuweka shabaha. Tekniki iliyotumika pale bila shaka imemkosesha kupachika goli la pili katika pambano siku ya leo. Asingeitoka kwenye eneo lake, basi labda pengine mambo yangekuwa tofauti. Job Ochieng, na nilisema tangu awali kwamba wanakaba sana, wanakaba juu ya mstari na wanajisahau. Ilibidi alale kijanja kumkanganya kadiri uwezo wake Job Ochieng na ujanja wake. Jitihada za maksudi zinashindikana, na hata hivyo katika mikimbio yake Waithira alikuwa mbele kimaamuzi kwa kujua kwamba angepokezwa ule mpira, na ndio sababu akatoka nduki kwa ajili ya kuweza kuwahi kwa wakati. Alikuwepo ndiyo anticipation yake, kwa maana uwezo wa kunusa jambo kabla litokee, anticipation. Maswali anampeta kilini kiungo matata wa zamani kwa faida ya Harambee Stars, Tusker FC, Sofapaka. Ndiye kocha wa sasa Murang'a Seal Hesbon Monday. Pole sana, siku zote ana mengi. Maswali upande wa pili akimpita kilini kwa mkururu sasa katika mwamba huyu kutoka Serbia, akishirikiana pale na Charles Correa Omondi. Charles Correa Omondi amelea hii timu ya Police FC. Ameng'ang'ana nao miaka nenda miaka rudi na kuitoa nyasini na hata kuwezesha kupanda ligi, akipata support ya kutosha kutoka kwa wakubwa. Zungumzia mhusika mkuu kwa sasa kina Munga Nyale. Waithira
Hapa tunarejelea tactical awareness ya mchezaji. Hebu tazama, alijua kwa vyote vile lazima wangemramba tu. Tactical awareness, uelewa wa kimbinu kwa namna jinsi unavyopokea mipira. Ana kazi ya kufanya. Kumbuka, makocha siku zote wanagawanyika kwa falsafa, kila mmoja na falsafa yake, na pia inategemea umepata mafunzo wapi. Kuna wapo ambao wanatuambia kuna Dutch philosophy, kuna wale ambao wamekumbatia mfumo wa Bundesliga, kuna wale ambao wanajiamini zaidi na mfumo wa England, Hispania, Ufaransa na kadhalika. Sijui kama Afrika tuna mbinu zetu, manake tunakopa kutiliza. Kwa hiyo ndio sababu nadiriki kusema kwamba kila kocha ama mkufunzi ana mbinu zake za kipekee. Namwona pale Omino, mchezaji wa zamani wa Chemelil, ya tumemshuhudia katika mashindano ya AFCON Harambee Stars wakati huo ilipofanyika kule nchini Misri, kwa na kina Olunga, kina Victor Mubibu wa Nyama. Omino hata alichezea Murang'a japo kwa muda Sofapaka KCB, na sasa amekabidhiwa majukumu mengine. Vijana wanakuambia game ina pressure. Kila sababu ya kuonesha umwamba wake. Mbwembwe hizo anatikisa kichwa upande wa pili, akiwatazama mashabiki, iwapo kwa vyote vile wanaitikia kile anachokifanya katika uwanja huu. Naambiwa siku zote ujasiri unabeba mafanikio. Kwa hiyo kuwa mjasiri na kuwa mwepesi wa kuweza kuchangamkia fursa kila wakati kwa ajili ya kuweza kusajili alama, na ndio sababu tunasema alama kama ni 3 basi ni mafanikio. Kutopoteza kutokana na sare ama kushinda ni matokeo, lakini zaidi ya yote ni mafanikio. Ile inatokana na ujasiri ulionao siku zote vitani. Kumbuka Police FC hajapoteza ndani ya michezo 5 zilizopita. Hajapoteza ndani ya michezo 5 iliyopita. Na katika michezo 4 dhidi ya Police, dhidi ya Murang'a, wamediriki kufunga angalau magoli 4. Leo wapo chini ya mwalimu tofauti. Wakati uliopita kumbuka wamekuwa na Beldina Odemba, mwanadada yule ambaye amefanya makuu, amepokezwa tuzo majuzi na rais ama mheshimiwa rais. Wamekuwa na walimu kiasi cha haja, kina Bernard Mwalala. Kwa sasa tetesi zipo kwamba huenda pengine akajipata baharini, kule bahari ya Chumvi, Bandari, kwa ajili ya kuweza kuinoa Bandari FC. Tetesi hizo tena, manake kwa sasa anasaidiana na mhusika mkuu, kwa maana Peter Okidi pale Shabana. Patrick Odhiambo pia vile unafuatilia kwa faida ya Kakamega Homeboys, wakina Eric Muranda. Roho mkononi kutokana na mwamuzi kila wakati anapopiga kipenga, akiashiria kwamba mkojo madhambi ni kwa faida ya Polisi, na hususan unapokaribia ngome ya wana Murang'a. Kumbuka ni uwanja wa SportPesa Arena, maeneo ya Murang'a. Wameanza sasa kuganda kwenye eneo husika, mfano wa kupe katika mkia wa ng'ombe. Wanapiga kambi kweli kweli kila wakati katika ngome ya Murang'a, lakini wasijisahau kabisa kupitiliza, manake wanajua kupiga shambulizi la kushtukiza kwa ajili ya kujibu mapigo
wameponea takriban mara 2 katika uwanja huu. Simiyu, sijaelewa anacheka, anatabasamu ama anakenua meno. Alirudi kinyume. Ale sasa anasema kama alikuwa na contact au vipi. Anawekewa donge kichwani ama barafu, angalau sehemu husika ife ganzi, maumivu yapate baada ya pambano. Sababu nimekwisha sema kwamba huu ni uwanja wa mapambano, nasema patano hata chembe, uwanja ambao kwa hakika unaambiwa siku zote atoke mtu akiwa salama katika uwanja huu. Gideon wana mabadiliko yakifanyika katika uwanja huu. Jezi nambari 13 kipata nafasi ya kuingia Missouri, pumzishwa Gideon. Nafasi ya kipekee, polisi wanaingia sebuleni. Kinamba anauisha Kinamba. Leo mambo yanakwenda tenge kwa mpambanaji huyu, mfungaji nyota muda wote. Hebu tazama jinsi walivyopokezana, mbinu iliyotumika kwa ajili ya kuweza kupiga ule mpira ukawa ni changamoto. Unapotazama vizuri pia vile alikuwepo kwenye eneo isokuwa rahisi kwake kuweza kupata matokeo. Tunasema impossible angle kwake kuweza kufanya chochote kile. Toka kwa nguvu kubwa, nguvu mpya, kwenda mzima huku sasa pembeni kushoto. Mchezaji nyota anapokelewa vizuri katika ardhi ya nyumbani, sura ya kazi, akionyesha hali ya upambanaji katika uwanja huu. Alivyokuja kibabe zaidi, akija mzima potelea pote. Hakika ni diriki kusema pambano limechangamka. Tosi utosi, mchezo mgumu sana. Yaani kila wakati uko juu. Anza tena, sema kwamba nipo hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea na majukumu yangu ipasavyo, na kamata pembe upande wa pili. Chocheni kasi ya mchezo, fanikisheni mikimbio, walau tuweze kutoka angalau hata kama ni sare, na iwe ni sare ya pili kwa mujibu wa head to head. Toa maina safi tena katikati ya dimba, amefaulu kupata. Ilikuwa na midweek fixtures kadhaa, Posta Rangers dhidi ya Bandari FC,
ambalo likiishia sare, tukashuhudia KCB ikipata ushindi dhidi ya APS Bomet siku ya Jumanne katika uwanja wa Annex na ule uwanja wa Kasarani. Siku ya Jumatano hali kawa ni vile Shabana dhidi ya Mara Sugar, Tusker dhidi ya Nairobi United. Pambano hilo likititikwa katika uwanja huu. Mathare United kapambana dhidi ya Sofapaka. Mathare United kabuka na ushindi tena dhidi ya Sofapaka. Sofapaka ikipoteza mchezo wa pili mtawalia. Homeboys ikavurugwa na Gor Mahia katika uwanja wa Kasarani. Kinanga. Leo pia vile mambo mengine yanaendelea katika nyuga mbalimbali. Kariobangi Sharks ikipambana dhidi ya Bidco United. Annex maeneo ya Kasarani. AFC Leopards kwa maana Chui ikicheza dhidi ya Ulinzi Stars ambalo lilikuwa niwe Nyayo ama upande wa pili. Wanaweka kichwa pamoja kwa ajili ya kupata suluhisho kama dawa. Toa vizuri kabisa. Asa defender kumakinika kwa namna ile pasi na kufanya makosa kiulinzi, labda pengine kutumkiza mpira kwenye eneo lako, huwa ni jambo ambalo ni nadra mno. Kumbusha mwaka 1998 katika mashindano ya dimba la bingwa mataifa bara la Afrika kwa maana AFCON, mchezaji kwa Yusuf Chipo wakati huo akijifunga enza kina Mustafa Haji anakuja kutenga hapa. Kona. Dakika 81 za mchezo. Sakari. Kwa sasa wameongeza nguvu kubwa sana katika upande wa wanaongeza uzito, wanafamia sana katika ngome ya Murangasil, wakiwaruhusu kuendelea kufanya hivyo, huenda pia vile wakapata chochote kile. Leo sidhani nitamuona mchezaji John Kiplagat akiingia uwanjani. Tuweze kushuhudia itakuwaje. Anakwenda kupumzika baada ya kupambana kadri wake. Ameonyesha hali ya upambanaji kweli kweli muda wote. Kiingizwa Davis Omiko. Na hapa sasa itoshe kusema kwamba wanadhamiria kulinda bao hilo moja mpaka dakika ya mwisho. Mambo mazito kweli kweli. Wanakubali kupata shinikizo katika eneo lao. Wanaongeza pressure kadiri uwezo wao Police FC. Sasa hapa tunaambiwa mbinu za mwalimu lazima kwa vyote vile ziwe na mchango mkubwa. Lazima ujifunze namna ya kuweza kulinda uongozi na kulinda ushindi. Francis Sisiolo Mamusi pia vile vile amepumzika, akiingizwa mchezaji Davis Omiko. Tekeleza tena upande huu wa pili. Baliko hilo ambao tumeshuhudia dalili tosha kwamba yupo hapa kwa ajili ya kuonesha hali upambanaji. Anatoka mgomba anaingia mkungu wa ndizi.
kwa ajili ya kuweza kufanikisha yote katika uwanja huu, yaani uzito ambao unatarajiwa katika uwanja huu kwa faida ya Police FC. Hebu tazama anavyokokota ngoma, ngozi ya ng'ombe ile uwamba na kutengeneza mpira. Sakari cheza vizuri sana, tena kimkakati zaidi. Dakika zinazidi kuyoyoma, zimesalia chache mno. Wakati wa raha na karaha, ama dakika za raha na karaha, wazee wangu Jacoyo Sylvester na Ali Salim Manga za mazao wakiambiwa wakati ambapo wanapaswa kurudi bandani, kwa maana kuku kurudi bandani. Hapa ni kufunga shughuli, tumia muda kijanja zaidi kwa ajili ya kuweza kuzoa alama zote tatu. Ndani ya michezo mitano iliyopita wamesajili sare, na wanapopiga katika uwanja wa nyumbani wanajizatiti kadiri uwezo wao kutoka na alama. Kama si sare basi ni ushindi. Bado kuna changamoto. David Cheche Ochieng jitahidi tena, bado anaingia katika misiki ya miguu, anakubali kwenda chini. Onyesha hali ya upambanaji dhidi ya Aboud Omar. Walikusanyika vizuri kabisa kwa ajili ya kumsandwich, kumkaba kabisa, kumweka kwa pani na kutompa uhuru wa kukokota ule mpira na kwenda kufanya maangamizi. Mchezaji mmoja mwenye uwezo mkubwa wa kukokota mpira na kukaba takriban wachezaji watatu huwa anarahisisha mwendo kwa faida ya timu, manake inakuwa ni changamoto kwa timu kuweza kumkaba. Unapokaba wawili ama watatu, basi mnawacha nafasi kwa faida wengine kuweza kutamba na kufanya wapendavyo. Anaamua kupiga shuti la moja kwa moja. Tena kwa mara nyingine anapumzishwa Starboy. Anapokelewa vizuri kweli kweli katika uwanja huu. Goli lilosimama mpaka sasa aliofunga Joseph Irungu Waithira. John Kiplagat ndiye captain kwa faida ya timu hii siku zote. Anapewa nafasi na kupokelewa vizuri pia vile vile dhidi ya Shabana FC. Alitoka nyuma na kufunga. Amekwepo kwa faida ya Gor Mahia zaidi ya miaka 13 akiteteka katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Ameshuka kwenda chini pia vile vile amenyanyuka. Amekwepo pia wakati mmoja akiniambia kiazimia kuitendea haki pakubwa timu ya City Stars. Mmoja wapo wachezaji ambao pia vile vile wana kitu ambacho tunaita kwa kimombo vision perception. Kichwa chake, kivu chake haijaweza kuzaa matunda leo hii kinanga. Hebu tazama pale, hakuonyesha kujituma kwake kama nilivyotarajia. Rahisi sana bana. Fikia wiki ijayo wengi watakuwa na kwenda mapumzikoni, kwa maana likizo ya sikukuu ya Krismasi itakuwepo pia vile vile na likizo ya mkesha wa mwaka mpya. Tena ligi ianze tuweze kushuhudia mapambano. Itakuwepo na michuano ya kimataifa kwa faida ya Nairobi United. Itakuwa inacheza ugenini dhidi ya Azam. Fursa kipekee, sema kwamba ni goal kick ama offside. Amenyanyua kibuno chake upande wa pili kuashiria kwamba ni offside.
Wapo watapata ushindi leo hii, watapata alama 15 Murangasil, na labda pengine kuchupa mpaka nafasi ya 11 huko ama nafasi ya 12. Tabani kwa Bandari, Bid kwa Ulinzi, APS Bomet. Nategemea wachezaji katika michuano inayofuatia. Polisi watasalia hapo walipo. Leopards pia vile vile leo wanacheza, tuweze kusubiri tutaweza kushuhudia matokeo aina gani. 5 dakika zimeongezwa kufidia muda uliopotea kipindi hiki cha pili. Ananyanyua ubao pale kuashiria kwamba bado mna kazi ya kufanya. Police FC mna kila sababu ya kuweza kurudi mchezoni. Murang'a FC katika uwanja wa nyumbani wa Sport Pesa mna kila sababu ya kulinda uongozi wa bao moja ama walau kuongeza bao la pili. Ndicho anachoashiria pale Lucy Juma ambaye ni mwamuzi wa mezani leo hii katika pambano hili ambalo kwa hakika limechangamka. Baada hapa Murang'a watacheza dhidi ya Mara Sugar ugenini. Kwa safari kuelekea kule Awendo. Vijana wa Manoa wakina Francis Xavier kiwemo, kisha wapambane dhidi ya Mathare United ugenini Januari tarehe 10. Januari 18 watarudi katika uwanja huu kucheza dhidi ya Bidco United. Pembeni huku jaribu kuunganisha, lakini mkubwa sana. Tafuta namna kwa ajili ya kuweza kuvurumiza Tobwe ama kupiga kombora. Piga kombora! Shavu wa goli. Haki hapa. Huyo ni mpambanaji. Hebu tazama picha marudio. Alimtoka vizuri sana, tena kwa ujasiri wa kipekee. Anamwacha Hoibin Tabani, mchezaji mzoefu Davis Sakari ama Daniel Sakari. Yupo vizuri kabisa mdakaji Jobo Chieng, mchezaji mwenye uwezo wa kukusanya na kutafsiri taarifa kiwanjani ama dimbani na kutoa maelekezo chanya kwa faida ya timu kuweza kumakinika ipasavyo, kwa maana vision perception. Eneo lake na uwezo wa kuweza kutazama uwanja jinsi ulivyo, wenzake jinsi walivyosimama na jinsi wanavyokokota mpira na kunusa hatari. Vision perception. Fursa katika hili kwa hakika wamejaribu ama wamejitahidi kadiri uwezo wao. Kipa anajitangaza tena. Shaka usimamizi wa BH, yani Broadcasting House jijini Nairobi, kwa maana KBC mwandani wako michezoni wana kila sababu kukupa burudani popote ulipo. Uongozi mzima ya shaka kiongozwa na mkuu wa kitengo nambari 9 mgongoni Elina Sifuna Shiveka. Yupo Mary Wavinya katika dawati la michezo katika ubora wake. Daniel Wahome, yule ni mpambanaji, encyclopedia ya masuala michezo katika Jamhuri ya Kenya. Napotaja kuzalisha wapambanaji katika masuala ya michezo, basi pale ndio chimbuko. Wamekwepo kwa miaka na mikaka kutumikia taifa. Pokelewa vizuri kabisa. Amekwenda na kasi ya mchezo
Kwa sasa hapa wanatamani walau hata hivyo mwamuzi wakati kupuliza kipenga na kutamatisha pambano ili walau waweze kutoka na ushindi. Ambiwa kule Kakamega, Kisumu, Kilifi, Murang'a, Nyeri, Wajia, kote ni KBC Channel 1. Basi uongozi wa usika wote wakuu SportPesa, shirikisho la soka nchini Kenya, achia mbali viongozi wote pale, Broadcasting House, ripota wote kiwa wanafuatilia na kuweza kujua inakwendaje. Sekunde za mwisho wakijizatiti hata hivyo kuweza kupata chochote kile. Simiyu inakamilika, kipenga cha mwamuzi kinasikika katika uwanja huu wa SportPesa Arena. Baada ya kwenda michezo 5 wakisajili sare moja baada ya jingine, hatimaye wanapata ushindi katika uwanja wa nyumbani, na hapana ubishi katika msimamo wa ligi kuu taifa. Kwenye jedwali kutakuwepo na mabadiliko. Murang'a Seal katika ubora wao, nembo ya SportPesa kifuani inawapa ujeuri wa kutamba na kufanya wapendavyo. Wanasema ni sisi katika uwanja huu, na hapa hakuna anayetoka salama. For the first time for information, Police FC inapoteza katika uwanja huu na inapoteza dhidi ya Murang'a Seal. Kocha mpya anapoteza dhidi ya Murang'a Seal, na kwa mara ya kwanza polisi wanapoteza kwa jumla tangu waanze kukutana ndani ya misimu miwili iliyopita. Imekuwa ni uwanja wa mapambano na si mapatano hata chembe. Raha iliyoje katika msimamo wa ligi kuu taifa. Dakika zote 90 nimekwepo katika taratibu za kuweza kuleta matangazo, kutema madini nipendavyo. Murang'a Seal goli 1, Police FC 0, full time.